Viongozi wa dini na wale wa kisiasa katika kaunti ya Murang'a wanawataka Wakenya hususan walio katika ndoa kukumbatia mazungumzo kama njia ya kutafuta migogoro ya kifamilia badala ya kutumia vurugu. Mwanahabari wetu Robert Gakure na taarifa kamili. Visa vya ukatili wa kijinsia vinaendelea kutia hofu, huku viongozi wa dini wakieleza kuwa matumizi ya dawa za kulevya pamoja na ukosefu wa malezi bora vinachangia kwa kiwango kikubwa kuongezeka kwa visa hivi. Wakizungumza katika eneo la Muchungucha, kaunti ya Murang'a, wakati wa kongamano la kuwawezesha wanawake, viongozi hawa wanawataka wanandoa kutanguliza mazungumzo kama njia bora ya kutatua migogoro ya kifamilia. Tukae kwa amani katika boma zetu, tuache mazozano, tuache mambo mingi. Ukisikia uko na hasira, unaenda unalala, unaamuka ukiwa umechangamka. Kweli si kweli? Lakini kuchukua kisu, kuduga mtu, kubaka watoto wadogo na wasichana, tafadhali hiyo hata sisi wachungaji tunakemea. Kwa wale ambao wameoana, kwangu mimi huaga nawaambia kwamba mmeingia kwenye chama cha migogoro, na kwa mume wako akikosea, sio jambo la kushinda umenuna siku mzima, sio jambo la kuchukua virago na kwenda nyumbani kwenu ambapo ulikotoka. Ni jambo la kukaa kwenye boma lako na kuyasikia ambaye atakayosema na kuyatii. Utajiona kwamba umewainua watoto wako, umewalea watoto wako. Wanabainisha kuwa katika visa vingi, wahusika wa ukatili huo ni watu wa karibu na waathiriwa, wakiwemo wanafamilia na watu wanaowafahamu. Hiyo maneno ya ukatili wa kijinsia, hiyo ndio maneno tunaita gender based violence. Na mimi nataka kuomba kina mama, kama kwako kuna jambo linakusumbua, ni vizuri uongee na mama mwenzako ama mchungaji, yule mtu unaweza trust zaidi. Kama mzee kuna jambo linakusumbua kwako, ni vizuri uongee na yule mwingine. Na vita ya mauaji na vita ambavyo vitakavyotokea vitakuwa vimeisha. Kwetu sisi wanaume, ninawaomba na ninawasihi, ukimwona mtoto anapita, usianze kuona mke wako, anza kuona binti yako. Baadaye atasababisha utaingia jela. Aidha, wanawahimiza Wakenya kushirikiana na asasi za usalama katika kukabiliana na ukatili wa kijinsia na kuhakikisha familia zinajengwa katika misingi ya mazungumzo, heshima na uwajibikaji. Robert Gakure, TV47, Murang'a. Na wadau wa elimu